Hello wapendwa, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama wewe ni mgeni, basi mimi hapa naitwa Grace. Na channel hii basi inahusika na urembo asilia kuanzia nywele zetu mpaka ngozi ya mwili mzima. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa naomba usubscribe ili uweze kupata video zetu zote ambazo tunatoa mara kwa mara. Na kama ni mwenyeji, basi karibu tena, karibu sana ili uweze kunufaika na video hii, kwa sababu kwenye video hii pia nimeleteni kitu kizuri sana ambacho labda ilikuwa ni changamoto kwenye nywele zako, lakini ukisikiliza vizuri basi inaweza kubadilisha ukuaji mzima wa nywele zako. Kwa hiyo ili uweze kunufaika na video hii, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Okay wapendwa, kama mnavyojua ni kwamba unapokuwa unafuga nywele zako, unataka ziwe nzuri, ziwe ndefu, zijae, ziwe nyeusi na zenye afya nzuri ambazo hazikatiki kirahisi, si ndio Lakini kuna maisha ya kila siku ambayo tunaishi katika uhudumiaji wa nywele ambayo yanasababisha nywele zetu zidumae, zikatike, zibadilike rangi, yani ziboe kwa ujumla. Unaona Kwa hiyo ili uweze kuepukana na vitu hivyo, na nitaendelea kuongelea hapo mbele, basi itabidi usikize kwa makini. Na endapo utaviacha, basi nywele zako zitakuwa vizuri na kwa kasi kubwa sana. Kwa sababu mimi pia ni mhanga wa swala zima la nywele. Kuna video yangu nishaongelea kuhusu historia ya nywele zangu. Mimi ni mtu ambaye sina nywele kabisa. Sina asili ya nywele kabisa. Unaona Kwa hiyo nilivyoanza kujitahidi kuhudumia nywele, ndo nikashangaa kwamba na nikajua kwamba hakuna nywele duniani ambayo haikui endapo itahudumiwa vizuri. Hakuna. Kama nywele yako imekua, basi hakuna nywele ambayo haikui kama itahudumiwa vizuri. Nywele zako ndio hizi hapo ambazo unaziona kwenye hii video. Kwa hiyo wewe pia, hata kama usikate tamaa, sikiza hivi vitu ambavyo naongelea hapa mbele. Kama unavifanya, basi achana navyo mara moja ili nywele zako pia ziende kukua kwa kasi ambayo ulikuwa unaitamani. Sawa Okay, basi vitu ambavyo ni onyo na hupaswi kufanya kwenye nywele zako, kwa sababu utakapovifanya vitahatarisha ukuaji wa nywele zako, urefukaji wa nywele zako, vitahatarisha ujaaji wa nywele zako, zitahatarisha pia rangi ya nywele zako, na kila kitu kuhusu nywele zako kitaharibika. Ni vitu vifuatavyo. Okay, basi kitu cha kwanza kabisa ni kwamba usioshe nywele zako kwa maji ya moto. Usioshe nywele zako kwa maji ya moto au maji ya uvuguvugu, sawa? Kwa sababu moto ni moto. Tunapiga vita vifaa vya moto vyote kwenye nywele zetu, kwa sababu vinaharibu nywele kwa 99.9999. Unaona Kwa hiyo unapotumia vifaa vya moto, kitu chote kile cha moto kwenye nywele zako, jua kwamba unaharibu nywele zako kwa 100% kubwa, sawa Na kuna watu wengine ambao wanajua labda kutumia dryer zile za kudry nywele zako, kukausha ndio hatari kwa nywele zako. Hapana, hata maji ya moto pia ni hatari, kwa sababu unapoosha maji, yani ngoja kuelezea vizuri. Maji ya uvuguvugu unatakiwa uoshe endapo nywele zako ni chafu, umekaa mwezi mzima umesuka style yako, nywele zimegandiana uchafu wa kutosha, ama umeenda saluni labda ukabana nywele ukapaka zile jeli. Unaona jeli imepaka nywele zote, kwa hiyo nywele zako zimejaa jeli. Ile jeli kutoa lazima utumie maji ya uvuguvugu. Au nywele kama ni chafu sana, zimegandiana uchafu, lazima utumie maji ya uvuguvugu. Lakini sasa unatumia maji ya uvuguvugu endapo nywele zako ni chafu kiasi hicho. Unapotumia maji ya uvuguvugu endapo nywele zako ni safi au ni safi, kwa wale ambao wanaosha kila wiki, kwa mfano nywele zako sio chafu, hazijagandiana wala hazina jeli, unategemea nywele maji ya uvuguvugu enda kufanya kazi gani kwenye nywele zako? Yanaenda kuharibu nywele, kwa sababu hamna uchafu mzito ambao unatakiwa ukatolewe. Ni nywele tu zenyewe na uchafu kwa mbali. Kwa hiyo kwa sababu maji ya uvuguvugu enda kulainisha ule uchafu mzito, yataenda kulainisha nywele zako, zitakuwa ni laini, zitakuwa ni wiki, zitakuwa ni nyepesi. Taratibu, hautaona hiyo shida kwa muda siku moja, utaona hiyo shida kwa muda mrefu kidogo. Leo utaosha maji ya moto, kesho mwaka utaisha, utaanza kuona shida taratibu inatokea. Unaona nywele zako zitakuwa nyepesi, zitakuwa wiki sana, zitakatika kwa urahisi, zitabadilika rangi, zitakuwa za brown. Sawa Kwa hiyo wale ambao umezoea kuoshea maji ya uvuguvugu, acheni mara moja. Sio maji salama hata kwa nywele zako za dawa na za asili. Tumia tu endapo nywele zako zina uchafu umeganda kwenye nywele zako, au umepaka jeli kwenye kubana nywele zako ili ikarainishe, itoe ile jeli. Sasa kama hujaona hivyo vitu, funda kuosha, nenda kurainisha nywele zenyewe, kwa sababu haikutani na uchafu wote ule mzito. Sawa maji ya baridi ndio maji mazuri kwa ajili ya nywele zako. Kitu kingine ambacho ni onyo katika ukuaji wa nywele zako na ukifanya kitakusumbua sana, ni usichane nywele zikiwa kavu. Hapa sana ni watu wenye nywele zetu za asili kipilipili. Yaani hizi nywele za asili ni zina stress kidogo, kwa sababu
nywele zinakakamaa, zinakuwa ngumu, unaona na watu wengi mnatamani kushana nywele zenu zikae vizuri, mbane zibanike vizuri, lakini usichane nywele zikiwa kavu, kwa sababu unapochana nywele ikiwa kavu ni rahisi sana kukatika, inakuwa imekakamaa, unaona inakuwa ngumu, yani ngumu. Kwa kufanya vita inatoka. Tofauti na nywele ikiwa ina unyevu. Nywele ikiwa na unyevu hata kama ukichana ni haitoki. Ndio maana katika sheria mojawapo za nywele asili unapaswa usichane nywele ikiwa kavu. Hakikisha unaiwekea unyevu, at least upulizie maji kidogo ama utumie hata zile ditango spray, unapulizia kidogo, nywele inalainika vizuri, au unapaka leave-in condition, nywele zinalainika vizuri, kisha ndio unachana. Unyevu kisha kuwepo nywele haikatiki. Sasa ukiwa unachana nywele ikiwa kavu mara kwa mara zinakatika, baadaye zinakuwa chache, zinakushinda, zinakutia stress, unaamua kunyoa. Kwa hiyo usichane nywele ikiwa kavu. Hiyo uiweke kabisa kichwani kwako, sawa Okay, kitu kingine ambacho ni onyo kwa ukuaji wa nywele zetu ni kwamba usibadili steaming kila wiki. Unaona Unajua ni vizuri sana kuweka steaming at least kila wiki, kila Jumamosi au kila Jumapili, unaona unaweka steaming yako. Sasa kuna watu ambao weekend hii unaweka papai, unaweka parachichi, weekend ijayo unaweka maji ya mchele, weekend ijayo unaweka labda maji ya kitunguu, weekend ijayo unakuja unaweka labda mayai. Yaani wewe ni kila weekend unaweka steaming mpya. Na imani wa hivi mpo wengi sana, unaona sio salama kwa nywele zako, kwa sababu hapo kuna steaming moja au mbili ambazo zitakukataa na hautujua ni steaming gani. Utakuwa nika steaming nywele zinazidi kukatalika, zinabadilika, zinazidi kuwa mbaya. Haujui ni steaming gani ambayo imekukataa, umetumia steaming gani ambayo imekukubali wewe, haujui. Kwa hiyo unazidi kudhoofisha afya ya nywele zako kwa sababu unaweka steaming ambayo inakukataa na hujui. Kwa hiyo unatakiwa utumie steaming kwa mwezi mmoja mfululizo. Mwezi una wiki 4. Maana yake wiki 4 zote unakuwa kama mfano umechagua labda steaming ni ya parachichi labda na asali. Unaweka wiki 4 mfululizo parachichi na asali, uone je, hii steaming imenikubali au imekukataa. Kama imekukataa basi unachana nayo, ndipo unajaribu steaming nyingine, na kama imekubali basi unaendelea nayo. Sawa Kwa kufanya hivyo utajua ni steaming gani baadaye ambayo ni nzuri kwa nywele zako na uendelee nayo hiyo maisha yako yote. Hakika kuruka hivi, hautojua nywele zitaendelea kuwa mbaya na utasema kila siku niweka steaming, utagania steaming nyingi, lakini nywele zako zinazidi kuwa mbaya kwa sababu unabadili steaming, yani nyingine zinakuharibu, zingine zinakubali, sikubali kidogo shika nyingine hivyo. Kwa hiyo hilo pia ni la msingi kuzingatia. Okay, kitu kingine ambacho pia ni onyo na wengi sana mnakifanya. Ni wengi. Ni kwamba usisuke msuko ukakaa nao mwezi jamani. Mwezi, yaani nakaa nao mwezi, kuna wengine mnakaa hata mwezi na zaidi. Unaona Usisuke msuko kama kweli unapenda nywele zako. Acha na wale watu ambao na asili za nywele. Kuna watu ambao na asili ya nywele jamani. Yaani hata kama aitikise vipi nywele ni inaenda tu, inakuwa vizuri. Lakini wewe mwenzangu na mimi ambao hatuna asili ya nywele, hakikisha usuki msuko ukakaa nao mwezi, kwa sababu unaposuka msuko ukakaa nao mwezi unajua kinatokea nini kwa nywele zako. Kwa mfano, tuseme labda umesuka labda yebo au style yote ile, si ndio? Nywele inakuwa imeshikiliwa hivi, imefungwa mwezi mzima. Yaani hakuna namna itapumua, hakuna namna utahudumia vizuri, haitaona maji mpaka mwezi uishi, na kwa tumekaa hivi. Imefungwa hivi. Ni kama tu binadamu labda ufungwe sehemu tu umekaa tu hivi. Mwezi mzima, yani hamna ukuaji ambao utaenda vizuri, utakonda utadhoofika. Na nywele inakuwa imekumbatiwa mwezi mzima, imekonda, imedhoofika. Hauwezi ukapulizia maji, hauwezi ukaihudumia vizuri. Ni kwamba tu unasubiri nywele zifumuke, baada ya mwezi uzitoe ndipo uende ukaoshe saluni bo dry. Yani naharibu nywele sana wapendwa wangu. Yani kama kweli umeamua kuanza safari ya kutunza nywele zirefuke na zijae kama zangu ninazoziona kwenye video, at least kwa sababu mimi sina asili ya nywele kabisa kama mnavyofahamu, basi hakikisha unasuka style at least wiki 2 kama umependa sana. Unaona Na ndio maana siku hizi kuna style nyingi sana ambazo ni za asili na hazikai muda mrefu na ni bei rahisi. Ni nyingi mno style za kiasili nyingi sana, bei rahisi na hazikai muda mrefu, na kama wiki moja na nusu imeshafumuka. Inabidi tena uhudumie nywele zako nini hivyo. Unaona Lakini zile style za kukanazo mwezi sio nzuri kwa afya ya nywele zako, kwa sababu zinakata nywele. Matokeo yake nywele kushauri kufumua, ndio maana unakuja kuona nywele zimekuwa nyepesi kwanza kufumua pale. Cha pili, rangi inaweza kubadilika kwa brown. Cha tatu, wengine zinakatika zinaondoka. Unaona
Kwa hiyo misuko pia mwenayo makini sana, na msikae na nywele muda mrefu kiasi hicho. Ili at least uweze kuhudumia nywele zako at least mara 2 kwa mwezi, kama una muda kuhudumia mara kwa mara. At least mara 2 kwa mwezi, kila baada ya wiki 2 unaweka steaming hivyo. Hizi zitakuwa vizuri, sawa Okay, onyo jingine la ukuaji wa nywele zako ni kwamba usikate ncha ya nywele zako mara nyingi. Nishaongelea sana swala la ncha. Ncha ni ile sehemu ya juu kabisa ya nywele, pale juu kabisa pa nywele, si ndio? Unatakiwa ukate endapo tu unaona zimezeeka. Na zikizeeka ni pale ambapo unaona kwa juu kabisa bana nywele nzuri kwa juu zimechomoza yani. Hazieleweki nyepesi kwa juu. Ujue hapo tayari zimezeeka. Zinatakiwa uziondolewe. Zisipoondolewa zile ncha pale juu kidogo tu, basi nywele zako zitadumaa, hazitakuwa tena kwa urahisi. Lakini sasa kuna wale ambao hamjui ncha inakatwa muda gani, ni mnakata tu yani hata kwa kila mwezi unakata ncha, unakata. Unakuta hata nywele hazijazeeka, mtu unakata tu unatoa hayo nywele zako, unatoa unadhoofisha kwa juu ya nywele, urefukaji wa nywele. Yaani nywele zako hazitakuwa vizuri, zitadumaa. Kwa hiyo kama uko na tabia kukata ncha mara kwa mara, achana nayo. Kata ncha mara 1 kwa mwaka, au kama una ncha ambazo zinazeeka haraka, basi kata mara 2 kwa mwaka. Basi ukata mwezi wa 1 na mwezi wa 6 imetosha. Au mwezi wa 12 na mwezi wa 6 imetosha. Au kama zeeke haraka unakata mwezi wa 12 tu imetosha. Sawa Okay, onyo jingine, kama kweli unataka nywele zako ziweze kuwa vizuri sana, zenye kuvutia, zimejaa, zimekuwa nyeusi, zinakuwa zina mvuto fulani nzito hasa, basi usilale bila kuvaa satin bonnet, na pia usilale bila kupulizia maji nywele zako. Unaona? Una spray maji. Nishaongelea video yangu ya hivi karibuni namna ya kuspray maji nywele zako, na mchanganyiko gani ambao unachanganya kwenye ile chupa kusprayia maji. Unachanganya mafuta ya castor oil, hair gloss au mafuta yote ya maji ambayo upo nayo, pamoja labda na leave-in condition. Unachanganya vizuri na kunakuwa una spray maji nywele zako kila usiku. Kisha unavaa satin bonnet. Kazi ya satin bonnet ni kutunza unyevu usitoke kwenye nywele zako, kwa sababu unyevu ndio kitu ambacho kinakuza nywele. Na mwili wa binadamu, kutokana na kisayansi, inasemekana kwamba usiku ndio mwili wa binadamu unafanya kazi ya ukuaji vizuri, na nywele pia ni sehemu ya mwili wa binadamu Kwa hiyo pia usiku nywele inakuwa vizuri. Unapokuwa umepulizia ile maji, unyevu unakuwa kutosha. Unavaa hii kofia, basi kofia inatoa unyevu, nywele zako zinakuwa vizuri sana. Ukifanya hivyo hata kwa mwezi mmoja hapo na nywele mbaya, utaanza kuona mabadiliko makubwa kwenye nywele zako na utakuja kuosha tena. Sawa Okay, basi kitu cha mwisho kabisa ni kwamba usiendelee na steaming, iwe mafuta au bidhaa yoyote ile ambayo unahisi imekukataa. Sawa kama zamani labda kwa kutumia steaming fulani, kuja kwenye steaming hiyo ukaanza kuona nywele zinapukutika, zinatoka, au labda zimebadilika rangi, achana nayo mara moja, usirudie tena. Sawa au labda kwa kutumia mafuta fulani, baadaye kuja kubadilisha kutumia mafuta haya, kwa sababu nywele zinatofautiana, ngozi zinatofautiana. Kukubali wewe mwingine hatumkubali. Sawa unaacha mara moja, usiendelee nayo tu kwa sababu hauna mengine ya kupaka. Unapoendelea nayo ndipo zitazidi kupukutika, zitazidi kukatika, zitazidi kubadilika rangi, utaendelea kuzichukia, mwisho wa siku utanyoa. Achana na hivyo vitu mara moja unapohisi kwamba vimekukataa. Sawa Okay, basi mpaka hapo nimefika mwisho wa video hii. Naamini kwamba video hii utakuwa umeipenda, umeifurahia. Naamini katika haya maoni ambayo nimeelezea hapo, basi kuna moja, mawili au matatu kwa unayafanya, na ndio yamesababisha nywele zako zisikue vizuri, zisiende yani kwa kujikokota sana. Sawa Kwa hiyo naomba uyaache ili uweze kufurahia ukuaji wa nywele zako. Kama mnavyofahamu sasa hivi urembo asilia umetaradadi. Iwe nywele iwe ngozi, yani tujipende kiasili zaidi, tuachane na mambo ya kemikali. Utakuwa tu mzuri na utavutia. Sawa napenda sana. Usahau subscribe, usahau like, usahau share pia kwa marafiki zako waweze kujifunza. Bye, mpaka siku nyingine.